Geita nao walifanya uwekezaji mkubwa, kampuni ya Magida na kampuni ya Gains pamoja na kampuni ya Bega kwa Bega Microfinance. Hizi ni kampuni ambazo kwa kweli tunashukuru kwa mchango wake, ndio maana leo tuko hapa. Bila wao isingekuwa rahisi. Ilikuwa shughuli ngumu sana ya kuzunguka Geita nzima kuwatafuta wachimbaji, na mwingine mchimbaji kimkuta yuko busy hata hana muda wa kusikiliza. Sasa kwa ajili mlioitika mkaanzisha makampuni mpaka hii hatua ya leo, niwapongeze sana, hongereni sana, mjipigie makofi. Basi mkutano wetu huu, ndugu mgeni rasmi, mnalenga kutujengea mahusiano sisi wachimbaji wadogo, makampuni yetu, taasisi muhimu zinazotoa huduma muhimu za kuendeleza wachimbaji wadogo kwenye maeneo ya utafiti, kwenye maeneo ya msaada wa kiufundi, ili tufike mahala leseni zetu hizi tulizonazo tuweze kufanya utafiti, tujue hazina iliyopo katika leseni zetu. Tukishaijua ile hazina, basi wenzetu wa benki nao watuwezeshe kwa rasilimali fedha, na baadaye tuweze kutengeneza ajira za kutosha, tuwe wawekezaji wakubwa wa ndani, tuweze kushiriki kikamilifu kuwa wabia 6 mpaka 8 bei ya dhahabu ya Dubai. Yaani wewe uko chini kwa 8 mpaka 12 kwa bei ya Dubai. Na utakuwa 12 mpaka 16 kwa bei ya Uingereza ya LBMA. Mnisoma? Hakuna anayekuzuia kwenda kuuza kule. Hayupo, wala sio serikali. Inachotaka ufuate masharti yake basi na vigezo, si ndio? Sasa ukiwa peke yako huwezi kujua hivyo vigezo. Lakini kupitia Afnet tutakuonyesha vigezo na tutaweza kuuza dhahabu yetu hata mpaka London. Unanisikia? Kuna vigezo vyao. Hata tukitaka kuuza pale Dubai inawezekana. Kwamba dhahabu ya leo inayouzwa 300,000 hapa mjini Dar es Salaam au hapa Tanzania, kwa sababu nzuri serikali yetu imetuwekea masoko, bei yake ni moja. Ukiwa hapa, ukiwa Chunya, ukiwa Dar es Salaam, ukiwa wapi Geita, bei ni moja. Sawa? Kwa siku hiyo moja. Sasa 300,000 inauzwa hapa, sisi tutakuwa na uwezo wa kuuza hata 3,500,000, 16 3,60,000 kwa Dubai. Inaenda mpaka kama 400,000 karibia kwa bei ya London. Na tunaweza kuyafikia hayo masoko. Issue tumejipangaje? Huwezi tu kwenda. Umesikia? Wewe ukiwa na leseni ya broker unapeleka kwa mwenye master dealer license ambaye yuko kwenye soko la madini. Yule soko la wewe unaambiwa utauza dhahabu yako ndani ya mkoa uliopo. Si ndio sheria inavyosema? Kwa hiyo ni kweli, lakini ukichukua leseni ya master dealer unauza wapi? Si nje. Kwa hiyo tunaweza tukauza tukiwa na leseni yetu kwenye soko la madini, si ndio? Yes, na tunaweza tukapanga bei wenyewe. Lakini lazima dhahabu tuisafishe, ifike viwango vya kimataifa, na vipo vigezo kupata dhahabu hiyo ambayo unaweza ukaiuza kule. Unaweza ukafanya vigezo fulani, ukavifuata vile vigezo na ukaweza ukauza kule. Lakini sitaki tuishie, ama mapendekezo yetu hatutaki tuishie kuuza dhahabu. Na hata nchi, serikali ilishasema, je, hatuwezi kutengeneza heleni? Hatuwezi kutengeneza mikufu? Sasa nikwambie, hii dhahabu uliyoichoma hapa ukaiuza 300,000 gramu moja, ukiweza kuiuza ukai-refine tu, itakuwa sio 300,000, itafika 400,000 na kitu. Ukitengeneza mkufu wake, tunazungumzia hiyo gramu moja. Mimi sijaenda kwenye gramu 10 kilo ngapi. Tunazungumzia gramu moja. Tunaelewana? Ukiweza kuizalisha mkufu au pete
inaenda mpaka mara 15, mara 16. Ina maana kama ilikuwa inauzwa 300,000, ina maana itafika shilingi ngapi? Milioni na kitu.